Na mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mbele yangu unayemuona hapo ni mzee wangu mzee Faisal. Tunakwenda kuyazungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mzee wangu Faisal, uko poa? Lakini niko poa kabisa. Heri kabisa. Heri alhamdulillah. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Heri. Heri. Bwana, mimi nianzie hapa mzee wangu. Tukio ambalo limefana hii leo, uzinduzi wa tawi hapa Buguruni Malapa. Mnasemaje wana Simba kwenye hii kuitengeneza umoja wenu? Umoja tuutengeneza hapa kama ulivyoona leo ulivyofana ni ushirikiano wa kwetu sisi wenyewe wanachama wa Simba na wapenzi wa michezo. Tunashukuru tumelifanikisha na viongozi wamewasili kwa wakati na shughuli imefana. Tumelimaliza salama. Kwa hiki hapa pengine mnatoa haswa ni taswira ya namna gani ambayo mnaivaa nyinyi kama mashabiki wa Simba, lakini pia vile vile mmekuwa wanachama hai wa klabu ya soka ya Simba? Sasa sisi tunakivaa hapa ni katika kujenga katika ile mipango ya Simba. Kwa sababu hatuwezi tukaropoka tu mitaani bila kufikisha kwa walengwa. Ndio maana tumetengeneza chama tawi halisi linalotambulika kisheria, ili maono yetu au mipangilio yetu tutafuata na katiba ya chama chetu tutaitekeleza kama lilivyo. Baada ya hapa mipango yenu ni ipi sana? Kwa hapa ndio tumeambiwa tusubiri sasa. Watakapokuja tena tutakuwa tushakuwa hai. Baada ya hapa, kwa sababu tunayo mambo yetu na katiba yetu ile ambayo ndio tunawasilisha rasmi. Mzee wangu, tutoke huko turejee huku. Mnyama Simba Lunyasi anashuka dimbani leo kwenye michuano ya Mapinduzi Cup majira ya saa 2:15 za usiku dhidi ya Mumbai kutokea pale visiwani Zanzibar. Pengine mnatarajia mchezo wa namna gani haswa katika michuano hii ya Mapinduzi? Mchezo wa leo kuna watu tunawajaribu na katika kuwajaribu ndio utaona ushindi wetu unavyoanza. Leo sio chini ya 4 tunampiga mtu. Kocha mpya ndani ya Simba. Na ndio leo utajua kiwango chake. Kama kipo hai au sicho. Leo ndio utajua kiwango chake. Kama kiko hai au sicho. Lakini leo ushindi sio chini ya goli 4. Nikinukuu miongoni mwa kauli ambazo alizizungumza msemaji wa Mwembe Mumbai City, alisema ya kwamba Simba ni timu ya kawaida sana. Kama kuna watu pia vile vile walishawahi kumtafuna mnyama, na wao pia wanaingia kwenda kuandika historia, kuwemo miongoni mwa wale watu ambao watakao kwenda kula ladha ya mnyama. Pengine hizi ni hadithi au historia zinakuwa zishapitwa. Tunajenga upya leo. Na uzinduzi wa tawi hili ndio utajua chachu ya ushindi wa Simba. Uzinduzi wa leo wa tawi hili la Mivinjeni Malapa ubaya ubwela ndio utajua chachu ya ushindi wa Simba. Baraka gani imeingia leo? Na ndio tutakapomtafuna huyo anayesema atamtafuna Simba, tutamtafuna yeye. Pengine labda kauli huenda ikawa inawatafuna Simba. Alianza Yanga Africans, amekuja Azam. Wale Azam, unajua kulikuwa kuna mamluki ambao tayari tushawakata kwa Albadiri. Na kuna watu ambao tushawajua, tushaweka pembeni. Kisomo kimefanya kazi. Kinafanya kazi. Tumeona veterani tumepiga. Simba Queens kapiga. Na hajapiga chini ya 2. Wote wamepiga 2-2. Sasa leo 2 jumlisha 2 ngapi? Tunaendelea. Kwa hiyo akiendelea kuchelewa nani? Jirani sasa. Yanga Africa yeye akija naye utajua cha kwake, kipigo chake kipo. Hawezi kupiga sisi mara 3 mkamkimbia kule Mapinduzi. Tumkimbii. Mimi nakwambia. Amchelewe kujivunja bwana. Kimbia wewe tawi ushalijua hii. Wewe ikiwa siku ya Simba na Yanga kabla njoo na baada uje. Safari hatujikunji, tunakunjuka. Safari? Hatujikunji, tunakunjuka. Bwana, mimi nataka nisikie maoni yako kuhusu swala zima la usajili wa Simba Sports Club. Ziko taarifa zinasemekana ya kwamba Clatous Chota Chama Triple C huenda akarejea katika viunga vya Msimbazi. Maoni yako kwa upande wako, unaona ni wakati sahihi wa Chama kurudi ndani ya Simba? Hapana, sio sahihi, lakini mimi kama mimi tu naweza kuwa ni mwanachama au ni shabiki au sio msemaji, lakini Chama sio wakati wake. Kwa nini mzee? Kuna watu ambao tunawajaribu. Chama na miaka kama yangu. Chama na miaka kama yangu. Atafanya nini? Kuna watu damu changa chipukizi zimeanza. Alishafanya makubwa ndani ya Simba. Alifanya, tunashukuru yeye, Zimbwe alhamdulillah. Kaseja wako wengi waliopita na tunawafurahia na tunawashukuru. Lakini kiwango cha sasa hivi cha Chama, kuna vijana damu changa wapo
wanao waonyeshe chachu zao. Sio tukae wale na mababu kama mimi bado nataka namba. Hamna. Kwa hiyo Chama hastahili kuwepo Simba. Hastahili Simba watu wengine sasa hivi. Simba watu wengine sasa hivi. Vipi kuhusu Enock Inonga Baka? Inoka pia yule kwisha habari yake. Akirejea Simba ni yale tu. Hakuna kipya. Yeye Zimbwe Chama hakuna haja ya kurudi. Waendelee mbele. Safari yao ishaisha Simba. Ndio maana wamepewa uhuru waondoke. Sasa tunataka watu kama unaona wewe sasa hivi. Vipi kuhusiana na Luis Jose Miquissone? Arudi hata Miquissone. Hata Miquissone. Ukubali yoyote arudi Simba. Kubali wale waliotoka wametoka, washachukuliwa wapya. Kuna vijana ambao mwenyewe unawakubali, hutaki kusema tu. Unawarudi wale wazee wenzangu. Kina nani? Elimpanzu. Mpanzu sawa. Yupo vizuri. Chomari kaenda umri lakini bado yupo vizuri. Mbona? Na ukija hata kipa wetu Kamari ndio kaumia tu. Lakini kipa wetu bado yupo vizuri. Kwa upande mzima la eneo la Simba unadhani wapi warekebishe hasa? Kwa sasa hivi hamna pa kurekebisha. Kwa hata usajili hakuna haja kufanya. Hakuna haja. Kuna watu wamejaribiwa wamekuja. Wajaribiwe wao. Lakini sio kuwarudisha wazee wenzangu. Hapana. Hao wazee wa Simba wanakosea. Sio wazee. Unajua kuna management watataka kuwarudisha wale lakini kimipango. Labda wanataka kuona kama wataziba pengo. Hamna pengo la kuziba pale. Chama hana pengo la kuziba. Hana pengo. Wala Inonga Baka hana pengo. Hana pengo. Luis Miquissone hakuna pengo. Kuna vijana wapo pale. Wanafanya kazi vizuri. Sina haja kumpangia kocha huyu. Waliokuwepo Simba sasa hivi wakijipanga wakiwaweka ni nzuri tu. Bwana, vipi kuhusiana na benchi zima la ufundi? Baada ya kuondoka sasa kwa kocha Dimitar Pantev, tunaona Simba wamekwenda kutambulisha kocha mpya. Lakini pia vile kuna baadhi ya marekebisho pia yameongezeka ndani ya Simba. Hapa nakwenda kumzungumzia kocha Davis Firi, Mzambia huyo. Kocha wa magolikipa ambaye ameingia ndani ya Simba sasa. Makocha waliokuwepo sasa hivi wamekuja, wameitwa na wameajiriwa tuseme kimipangilio ya timu. Hawakuja kwa ajili ya kukaa kama ubovu uliopita. Ubovu uliopita inawezekana ni wachezaji waimarishwe na makocha na inawezekana uwezo wao uimarishwe na makocha na ndio maana wamekuja watu wenye uwezo kuliko waliopita. Na ndio maana unaona sasa hivi benchi limebadilika, kocha makipa amebadilishwa lakini wanakuja kuijenga Simba ambayo tunaitaka sisi. Nini unakiona ambacho Simba unatamani wakifanye ili waweze kuhakikisha kwamba ubingwa msimu huu unaweza kufanyika? Maana majirani huko nako si poa mzee wangu. Majirani poa. Majirani poa kabisa. Yanga Afrika. Majirani poa. Unaona kwanza wamegonga mlango Singida Black Stars wameenda kuchucha watu. Sawa, wale watagonga pale na sisi tutagonga kwingine. Tutachukua watu kama wale lakini sio kuchukua wazee wao. Na kiungo kimoja kinaitwa Adamaro Kamara. Wamebahatisha. Wamebahatisha. Na wamechukua. Nasikia. Na sisi ndio tunaingia katika kubahatisha na kuchukua. Na nyinyi mmeenda kugonga pale odi Singida. Ndio maana nakwambia tumechukua pale kama wao na tutapata. Wao ni wazuri zaidi ya. Wazuri zaidi ngoja. Mechi ya leo ndio useme nani kasajili. Ngoja mechi ya leo ndio useme nani kasajili na kocha gani kafanya kazi. Utanambia. Wengi wanalalamika wanasema ya kwamba kama kocha akishindwa kuchukua kombe hili la Mapinduzi, huyu mpya. Hili kombe letu. Hili la Mapinduzi Mwinyi anatupa sisi. Mwenyewe. Na zawadi ya mamilioni atapitia Simba sio Yanga. Mapinduzi kombe letu Simba Sports Club. Naam. Na si kombe la Yanga. Na si hata hilo la NBC tunaloenda nalo la ligi kuu. Utatuambia tu. Mwezi wa 3 si mbali mzee wangu. Sio toka hapo sio mbali. Na hapa napokuambia nakutana na Yanga Afrika. Tuhami hapa ubaya ubwela lipo tawi letu na hapa njoo utakuja wewe kuniambia siku ya pili au jioni yake Simba imefanya nini taifa. Neno moja kwa uongozi wa Simba, unatamani kuona kitu gani wakifanya na marekebisho ya namna gani? Kwa kumaliza. Neno moja kwa viongozi wetu, heshima itawale. Tusiruhusu mamluki watukane viongozi wetu au wachezaji wetu. Hii kitu ambayo inatuumiza hata sisi kwa sababu hakuna nidhamu na hakuna heshima. Tunaposajili mamluki au wanapokuwa viongozi wengine mamluki ndipo unapokuwa utovu wa adabu unaendelea. Kwa hiyo kuropoka maneno machafu mabaya kwenye klabu
tusipitishe hilo wala tusiruhusu. Kama hata mkutano uliokwisha ule kwenda pale, huyu hatumtaki, huyu tunamtaka. Kuna katiba, kuna mwongozo wake, kuna viongozi wake, kuna kanuni zake. 1, 2, 3 neno litafika kwa uongozi, tutaliamulia, litafanyiwa kazi. Lakini sio tukae tunaropoka mitaani tu. Sio sawa. Sio sawa kabisa. Shukrani sana mzee. Asante sana bana. Asante sana.